sababu tatu zinazofanya biashara kutoka kwenye uhalali kuingia kwenye uharamu. Sasa tuliposema misingi ya biashara katika Uislamu, tunakusudia kutaja ile misingi ambayo inamuongoza Muislamu katika kufanya biashara zake. Na hii misingi ni mipana sana, kwa mujibu wa fiqhi ni mipana sana, lakini kutokana na muda lakini pia na hali yenyewe ilivyo, tutataja msingi mmoja ambao una vitu vitatu, ambavyo hivyo vitu vitatu navyo ndani yake kuna vitu vingi sana ambavyo ndivyo tunavyoishi navyo kila siku katika maisha yetu ya kibiashara. Kwa mujibu wa sheria, biashara asili yake ni uhalali. Biashara ni halali. Biashara yoyote msingi wake katika sheria ni halali, isipokuwa tu zile biashara za vitu maalumu vilivyotajwa kwamba hivi ni haramu, hivi havifai, zile zilizotolewa ambazo ni chache, hizo ndizo ambazo zinabaki katika hukumu hiyo. Lakini zote nyingine zinazobuniwa, cha kwanza kabisa sisi tunavyoziangalia, tunaziangalia katika msingi wa uhalali, kwa sababu miamala kama tulivyosema ni vitu vya maisha yetu sisi tunavyofanyiana. Maisha kila siku yanabadilika, ulimwengu kila siku unabadilika, ulimwengu unakuja na mambo mapya, na biashara nazo zinabadilika, zinakuwa na mambo mapya. Haya mambo mapya yote msingi wake ni uhalali. Lakini sasa kwa sababu vinatengenezwa na wanadamu, wakati mwingine kuna wanadamu ambao hawajali maisha yao, hawayafungamanishi na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anaweza akatengeneza mfumo fulani wa biashara, lakini asiuweke katika misingi inayokubalika. Kwa maana hiyo, biashara yoyote itakayotokea au mfumo wowote wa kibiashara utakaotokea, hata kama sisi tunasema asili yake ni uhalali, lakini lazima tuupime kwenye misingi ya kisheria. Je, umekwenda sambamba ama umetoka katika misingi ya kisheria, ili tuweze kuuthibitisha ni halali kweli au umetoka kwenye uhalali. Sasa wanawachuoni hapa wanasema kwamba kuna sababu tatu. Sababu hizi kwa asilimia kubwa ndizo zinazofanya biashara kutoka kwenye uhalali na kuingia kwenye uharamu. Sababu tatu zinazofanya biashara kutoka kwenye uhalali kuingia kwenye uharamu. Sababu ya kwanza, dhulma. Biashara ni halali, lakini biashara ikiingiliwa na dhulma, ima muuzaji kamdhulumu mnunuaji au mnunuaji kamdhulumu muuzaji, hapa tayari biashara hii inakuwa ya haramu. Na dhulma ina vitu vingi sana, ina sura nyingi. Dhulma haina sura moja. Katika sura ya dhulma kuna kitu kinaitwa ghish. Ghish ni udanganyifu. Unapofanya udanganyifu kwenye biashara, ukamdanganya muuzaji au ukamdanganya mnunuzi ili aingie kwenye hiyo biashara, wewe utakuwa umefanya dhulma na biashara hiyo tayari imeingia katika uharamu. Kina mama mnafanya biashara, jiangalieni kipengele hiki cha udanganyifu kipo kwa kiasi gani katika biashara zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitembelea sokoni. Hadithi mashuhuri sana, tunaifahamu sana. Mtume alikuwa anakagua biashara za watu. Akaenda kwa mama mmoja anauza unga. Unajua mtume ni mtume. Mtume akaenda moja kwa moja kwa yule mama, akatumbukiza mkono ndani ya ule unga. Chini kwenye unga kule akakuta maji.
unga umeloa. Mtume akamuuliza, nini hii? Mama yule akamwambia, wakati nakuja sokoni njiani nimenyeshewa na mvua. Mtume akamwambia, kwa nini usingeuweka juu kama ulionyeshewa? Kwa sababu umenyeshewa wa juu, kwa nini usingeuacha juu mtu akaona kabisa unga umenyeshewa, ili akaamua kununua ama kuacha? Alafu Mtume akasema maneno hayo maarufu katika Uislamu na ni msingi katika misingi ya dini, hasa katika miamalat. Akasema, man ghashana falaisa minna, anayetufanyia hadaa, anayetufanyia udanganyifu, huyo hayumu katika sisi. Hadaa ziko za aina nyingi sana, hata ukisema hapa tutaje mifano tunaweza tukakesha. Lakini kwa mfano hilo tuliosema, mtu anaenda kununua nyanya, juu kaekewa minyanya mikubwa mikubwa, chini huko kuna vidude kama vitunguja, sio kama vidude gani, vidogo vidogo. Kwa hiyo ni sura ya kwanza ya dhulma, sura ya udanganyifu. Udanganyifu huu wakati mwingine unaweza ukaingia mpaka kwenye matangazo yetu ya biashara. Haya matangazo tunayotangaza bidhaa zetu, bidhaa inavyopambwa, linatangazwa godoro, namna linavyotangazwa, yani wewe unatamani magodoro yako yote pale nyumbani uyatupe uende ukanunue hilo godoro, na ukifika ukilinunua ukija ukiliweka nyumbani, afadhali yale ulioyatupa. Hii vile vile inaingia katika upande wa hadaa na ni dhulma katika biashara, na dhulma inaifanya biashara kuwa haramu. Katika sura ya dhulma nyingine kuna kitu kinaitwa najash. Najash ni kuongeza bei ya bidhaa wakati wewe huna haja ya kuinunua hiyo bidhaa. Yaani wewe unakuta mtu anauza, na hii mara nyingi inatokea kwenye minada. Mnada kwa mujibu wa sheria ni halali kama utafanyika kwa misingi ya uhalali wake. Lakini wewe sasa upo kwenye mnada na wewe unachangia, wewe lengo lako nini? Hiyo bidhaa inayouzwa unaitaka ama tu unataka kuwafanya wanaotaka wainunue kwa bei ghali? Kwa sababu ikianza 100,000 wanasema 1,150,000, akiweka 200,000 wanasema 220,000, limradi unamwekea kitu ili apande juu, kwa sababu mwenzako anaitaka, inabidi aende. Sasa aende, wewe unampeleka tu. Na hii wakati mwingine kuna sura mbili. Inaweza ikawa una mpango na makubaliano na muuza bidhaa, yule aliyokuja na hii bidhaa, au una mpango na yule anayefanya ule mnada, yule anayeongoza ule mnada. Kwa sababu pengine labda kitu kikununuliwa bei ghali, yeye commission yake inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo amekuweka hapo, bwana wewe angalia, mtu akiona inasuasua wewe pandisha. Kwa hiyo umekaa kule pembeni, wewe huna haja ya bidhaa hiyo, wewe kazi yako ni kupandisha tu. Hii inaitwa najash. Biashara hii ambayo wewe unaifanya, kama utakuwa umekubaliana na muuza bidhaa, basi huyo muuza bidhaa pesa atakayoipata ni pesa ya haramu, kwa sababu biashara hii itakuwa ni ya haramu. Kama wewe mwenyewe umekuja tu roho mbaya tu, basi utapata madhambi wewe kwa sababu umefanya jambo la haramu. Lakini hata yale matangazo ya biashara tuliyoyataja pia yanaingia katika najash, kwa sababu matangazo ya biashara yanasababisha bidhaa zinauzwa bei ya juu kuliko kawaida, kwa sababu jinsi yalivyopambwa, zile bidhaa zilivyopambwa katika yale matangazo. Jambo la tatu linaloingia ndani ya dhulma ni Muislamu kuingilia biashara ya Muislamu mwenzake. Kipengele hiki watu wengi walikitafsiri vibaya, wakaharamisha, baadhi ya watu wakaharamisha minada, kwamba mtu anavuta picha anaona kwamba mnada ni kwamba Muislamu anaingilia biashara Muislamu mwenzake. Hapana, mnada ni biashara ambayo inajitegemea.
hiki kinachotajwa hapa ni ile hali ya kwamba Muislamu, Waislamu wawili wako katika biashara na tayari biashara yao imefika mwisho, wameshakubaliana, imebakia sasa watu kukabidhiana bidhaa walizouziana na pesa ambazo wamekubaliana. Wewe ukajitokeza umuuliza amekuuzia bei gani hiyo? Na yani hii kuingilia biashara ya Muislamu inaweza ukaingilia kwa muuzaji au kwa mnunuaji. Kama ni muuzaji unamuuliza amenunua bei gani hiyo? Amemuuzia 100,000, sasa mimi nitakupa 1,500,000. Achana nayo. Hii biashara ni haramu. Au kwa mnunuaji amekuuzia bei gani? Ameniuzia 100,000, mimi nitakupa kwa 80. Hii pia ni haramu. Na haya mambo yanafanyika. Utakuta mtu mmeshakubaliana, ameshachukua bidhaa, kaenda nayo nyumbani, alafu ghafla tu amerudisha. Vipi? Mimi basi nimeona basi. Umeona basi vipi? Kumbe amekuja kuchukua dera kwako, anafika nyumbani anakutana na mtu mwingine anamwambia, hiyo dera umenunua bei gani? 25,000. Mimi ninao 20,000 tu. Mrudishia, anakurudishia. Alafu ananunua kule 20,000. Hii biashara ni ya haramu. Mama, utakuwa unakula haramu. Maadamu biashara ishakamilika, huruhusiwi kuingilia biashara Muislamu mwenzako. Kuna kitu kimoja ambacho watu wanaogopa sana kukifanya, kwa kuogopa fitna, kwa kuogopa ugomvi. Lakini hiki ndio kitu cha halali. Ukiwakuta watu wako kwenye kupatana, wewe unauzaje? Ameniuza 20,000, wewe una ngapi? Mwambie, sikiliza, mimi hiyo nayo nakupa 15,000 tu hiyo. Hiyo inaruhusiwa maadamu hawajakubaliana, wako kwenye mjadala, wewe una uwezo wa kuingilia. Na hii ni halali wala haina shida. Si tunaelewana kina mama? Hii ya kwamba mwenzako tayari washakubaliana, ashachukua bidhaa, anasubiri kwenda kulipa, ndio unakuja kuingilia pembeni huko, hii ni haramu, na biashara utakayoifanya hapo utakula haramu. Lakini ile ana kwa ana bado ndio wanapatana, na wewe una bidhaa kama hiyo, pale una uwezo wa kuingilia. Lakini hii ndio sisi tunaogopa, kwa kuona kwamba atanifikiriaje. Lakini wakishamaliza biashara, unamvuta pembeni, ndio unaenda kumshawishi, na hapo sasa unaingia kwenye uharamu. Hii inaitwa kuingilia biashara ya Muislamu mwenzako, bai'ul akhi ala bai'i akhihi, kuingilia Muislamu biashara ya Muislamu mwenzake. Kipengele cha mwisho katika hii dhulma ni ihtikar. Ihtikari hii mara nyingi inafanywa na wafanyabiashara wakubwa. Ni watu au ni mfanyabiashara anaamua kwa makusudi, anajua sasa hivi mahindi yapo sokoni na huko kwa wakulima mahindi hakuna tena, na haya mahindi hayatachukua muda mrefu, sokoni yataisha na watu wataanza kuhangaika. Sasa yakaamua akaingiza vijana wake sokoni kununua mahindi yote. Kayanunua yote akaweka nyumbani. Akisha yaweka nyumbani, anahakikisha kwamba sasa soko tupu halina mahindi, watu wanaanza kuhangaika. Halafu yanauza bei anayotaka yeye, bei ya juu. Hii inaitwa ihtikar. Hii ni moja katika sura za dhulma katika biashara. Hairuhusiwi kwa sababu huku ni kuwadhulumu wanajamii ambao wanahitaji bidhaa hiyo, wewe unaichukua kwa makusudi, halafu unakuja kuipandisha bei. Na hii mara kwa mara kwetu inatokea hapa. Unaona mpaka serikali wakati mwingine inaingilia kati. Tuliona kipindi fulani sukari jinsi inavyopanda. Napanda tukiolela, sukari inapanda tu. Watu wanafanya makusudi. Mtu anayo sukari lakini anaificha tu ndani.
na kama kuna nyingine mwenzake anauza huko, anaenda kuinunua naye anaingiza kwenye maghala, anahakikisha kwamba sukari hamna, watu wanahangaika, ndio anaitoa. Hili nalo limeleta baadhi ya maswali kwa baadhi ya watu kwamba je, mimi na pesa zangu sasa hivi, kuna mahindi watu wako kwenye mavuno, lakini bei ya mahindi imeshuka sana kwa sababu mavuno ni makubwa, kila sehemu watu wanavuna. Nikisema niende nikanunue, nije niuze, nitapata faida kidogo. Sasa naenda kununua alafu naweka ndani, hii nayo inakuwa ihtikari? Hapana, hiyo sio ihtikari. Hiyo wanaita iddikhari. Kuna kuweka akiba alafu kuna ihtikari. Ihtikari ni kuficha. Maadamu mazao yapo na watu wanayapata kwa njia ya urahisi, wala wewe kununua kwako huko hakuwadhuru watu, watu wataendelea kupata mazao bila shida yoyote, hiyo sio ihtikari. Hizo ni mbinu tu za kibiashara. Sasa hivi mahindi labda yanauzwa debe shilingi 20,000, lakini unajua baada ya mavuno haya kumalizika, mahindi yatakuja huko baadaye yatakuja kuuzwa mpaka 40,000, na ukaamua kwenda kununua kwa wakulima, na huku watu sokoni wakifika mahindi hapo, wewe hutoi mahindi sokoni, wewe unanunua kwa wakulima huko. Hii haina shida, na wala hii sio ihtikari. Nilisema ya mwisho, lakini kuna kipengele akiingia kwenye dhulma, lakini ni kipengele muhimu katika misingi ya biashara ambazo ni halali. Kuuza kitu, kumuuzia mtu ambaye anaenda kukitumia katika maasi. Kumuuzia mtu kitu ambacho anaenda kukitumia katika maasi, hii ni haramu. Na hili nalo pia linatupa shida sana Waislamu. Muislamu analima mahindi, Muislamu analima ngano, analima sijui ulezi, analima nini, anapeleka sokoni, watu wananunua. Watu wanaonunua hajui wanaonunua wanapeleka wapi. Lakini mahindi yanaweza kutumika kwenye kutengeneza pombe, ulezi unaweza kutumika kwenye kutengeneza pombe, lakini pia unaweza kutumika katika kutengeneza unga wa uji. Sasa Muislamu anafanyaje? Anaenda kuuza sehemu hajui. Swala sio kujua, wewe hukuambiwa, hukutakiwa utafute kujua. Unatakiwa ukijua kwamba mtu amekuja kwako, amekuja kufuata mahindi, ukapata uhakika wa 100% kwamba huyu haya mahindi anakwenda kutengenezea pombe, huyu uruhusiwi kumuuzia. Kwa mfano, umelima mahindi, pengine wewe na wenzako huko mashamba, mara imekuja kampuni ya kutengeneza bia, wanakuja kununua mahindi. Hapo una uhakika kwamba haya mahindi yanaenda kufanywa nini? Hao wanakuja kununua ulezi, wewe una uhakika kabisa kwamba hawa wanaenda kufanya ulezi. Wewe sema mimi mahindi yangu siuzi. Na hii ni sura ya juu katika uharamu, lakini haramu ziko nyingi. Kuna njia nyingi za haramu. Unajua kabisa kwamba huyu hiki ninachomuuzia anaenda kukifanyia nini. Na haya maswali yanakuja sana mwezi wa Ramadhani. Mimi nina duka, nauza vitu, na wauzia mimi sijui wanaenda kufanya nini. Sasa nifungue mchana ama nisifungue? Wewe mtu anakuja kununua soda mchana Ramadhani, afa anakwambia nifungulie. Sasa huyu bado tu hujajua kwamba anafanya nini. Saa 4 asubuhi mtu anakuja kuchukua soda mwezi wa Ramadhani, anaenda kuifanya nini soda? Ndio anaenda kuiweka mpaka muadhini wa magharibi. Hawa anakuja kununua keki. Hebu tu vipande vile vya keki unamfungia kwenye karatasi. Atanunua na juisi. Huyu kweli kwa hivi ni vya futari hivi asubuhi hii. Kwa hiyo ukishamuona mtu hivi vitu unavyokwenda kumuuzia, unapata elimu kwamba huyu anaenda kuvitumia katika uharamu, huyo mtu usimuuzie. Tunakuja katika sababu ya pili. Sababu 3 zinazofanya biashara kuwa haramu. Sababu ya pili inaitwa gharar. Lugha ya kisheria wanaita gharar. Gharar ni nini? Gharar ni ujinga wa kutojua mwisho wa mkataba unaoingia. Unaingia mkataba wa kibiashara, lakini mwisho wake haujulikani. Mwisho wake ni wa bahati nasibu.
hizi biashara sasa hivi zimekaa katika msingi wa kamari. Lakini wanawachuoni wa Kiislamu katika vitabu vya zamani wanapotoa mifano ya jambo hili, wanatoa mifano ya kawaida sana ambayo wewe itakufanya uweze kuelewa, uweze kuifananisha mifano hiyo na vitu vingine ambavyo unaweza ukaingia katika biashara. Wanawachuoni kwa wanasema kwamba mfano mtu kumuuzia mtu ndege aliyoko angani, anapita njiwa wa porini yule, sio alafu unamwambia mzako mmekuuzia yule njiwa kwa shilingi 20,000. Haya, huyo akikubali unampaje yule njiwa? Maana yake mkataba huu hauna uhakika, mwisho haujulikani njiwa utapewa au hautopewa, kwa sababu mpaka ampate, akimkosa huko juu. Sasa hii ni mifano ya kawaida sana, lakini leo hii kuna mifano ya wazi ambayo inaendana na maisha yetu. Mtu ana simu yake, pengine we kila siku unaiangalia, unamwambia bwana hii simu niuzie. Mara siku amepapuliwa na vibaka huko, alafu anamwambia bwana ile simu unataka nikuuzie, alete hela nikuuzie. Iko wapi? Asema imechukuliwa na vibaka, lakini maaskari wanahangaika kuwatafuta. Wanahangaika kuwatafuta, alafu wewe una uhakika maaskari wataipata? Simu ngapi zimeibiwa maaskari hawajazipata? Kwa hiyo huu ni mkataba ambao mwisho wake haujulikani ni kitu gani, utafanikiwa ama hautofanikiwa. Yaani mkataba ambao mwisho wake kuna mambo mawili, kuna kula au kuliwa. Mfano wake katika miamala ambayo imeenea na inajulikana sana ni swala la bima. Wewe unakwenda kuchukua bima ya gari au bima ya afya, unatakiwa kulipa kwa mwaka sio 500,000 sio 700,000. Mkataba unasema ukiumwa, kwa hiyo 700,000 uliotoa, ukiumwa basi shirika letu sisi litakuhudumia, litakupa matibabu. Au gari yako ikigonga gari ya watu ama ikipata tatizo lolote, sisi tutakufidia, ima tutakununulia gari nyingine au tutakutengenezea gari yako, unalipa hizo pesa. Huu ni mkataba umeingia, wewe umelipa pesa. Hicho unachotakiwa kukipata wewe, una uhakika utakipata? Watu wangapi wamelipa bima za magari hawajawahi hata siku moja kufidiwa magari yao? Hata siku moja. Unaendesha gari mpaka unafikia unaliuza, wewe kila mwaka unalipa tu, kila mwaka unalipa tu. Maana yake wewe unaliwa kila mwaka. Huu ni mkataba ambao wanasema fihi gharar, mkataba ambao una gharar. Swala la bima watu watashangaa mbona tunakata sasa. Bima hizi za kibiashara zinaruhusiwa kwa Waislamu kwa mambo fulani tu, na sana ni katika upande wa ulazima, tukilazimishwa na mamlaka. Bima za magari sisi tunalazimika kukata kwa sababu ndiyo sheria ya nchi, lakini ni muamala ambao ni haramu, haukubaliki katika Uislamu, kwa sababu ni muamala ambao una gharar, una jahala, hujui kitakachotokea baadaye, hujui wewe utakachonufaika. Lakini kwa sababu umelazimishwa na nchi na wewe huna nafasi, huna uwezo wa kupingana na nchi, kata, dhambi zitamwangukia huyo aliyekulazimisha kukata, sio wewe. Lakini pia wanaochuoni wakaruhusu bima ya afya kwa nchi ambazo hazina mashirika ya bima za Kiislamu, kwa maana kwamba kutokana na mazingira ya kiafya na gharama za matibabu jinsi zilivyokuwa juu, haja ya wanadamu wote wanahitaji kuwa na bima. Sasa kama bima ya Kiislamu haipo, basi wanawachuoni wa Kiislamu wanaruhusu Muislamu kukata bima ya afya hizi ambazo sio za Kiislamu kwa dharura, kwa mlango huo wa dharura.
Lakini nje ya hapo hakuna bima inayofaa kama hujalazimishwa na serikali. Kama hakuna dharura kama hiyo, hakuna nafasi ya kuchukua bima, kwani bima ni muamala ambao ni wa haramu kwa sababu ya hiyo gharari iliyopo katika muamala huo. Katika mifano ya zamani, wanasema zamani kulikuwa na biashara, mtu anauza nguo lakini nguo zenyewe anakurushia, ana fuko lake la nguo pale, anakwambia nitakayo kurushia utalipa 10,000. Sasa wewe kazi yako unadaka. Siku hizo wanasema kuna kudaka pia, sio kama inafanyika kama hivyo. Wala wanaodaka mitumba sio wanadaka vipi? Huko zamani ilikuwepo kudaka. Sasa yule bwana anainama, anachota, anakurushia. Sasa hilo utakalo kukutana nalo utalipa shilingi 10,000, sijui itakuwa ni dude gani, utajua mwenyewe. Hiyo yote ni miamala ambayo ina gharama. Kuna wengine walikuwa wakiuza ardhi zamani kwa kutumia mawe, kutupa jiwe. Mwenye shamba anakuambia hili eneo lote la kwangu hili. Chukua jiwe hapo, rusha, litakapodondoka hapo ulipo mpaka litakapodondoka jiwe utalipa milioni 200. Sasa itategemea wewe unawezaje kurusha. Unarusha vizuri ama nguvu zako ni FF. Hapa sasa kuna ima muuza shamba ataliwa ama mnunuaji ataliwa. Kama mnunuaji ni mtu mzuri wa kurusha kama watu wa sehemu fulani anaweza kalirusha jiwe hata huyo muuzaji mwenyewe akasema biashara basi. Sasa hizi ni biashara ambazo zina gharar, na kukatazwa biashara hizi, moja katika hikma zake ni kuondosha uadui baina ya Waislamu. Kuna vitu vingi ambavyo vimeelezwa, mifano na mambo mengine, lakini naomba tuishie hapa. Cha msingi ni kwamba Muislamu usiingie kwenye biashara ambayo ndani yake kuna gharar, hujui unachoingia ni kitu gani. Jambo la tatu na la mwisho ni riba. Riba, biashara yoyote ile ikiingiliwa na riba, biashara hiyo itakuwa ni haramu. Tumesema vitu vitatu: dhulma, gharar na riba. Hivi vitu vitatu ndivyo vinavyochungwa na Uislamu katika biashara. Hivi vitu hivi vikiingia tu kwenye biashara, biashara imekuwa haramu. Riba, watu wengi wanajua riba ni ziada tu. Ziada yoyote ile ni riba, lakini sio kila ziada ni riba. Riba ni ziada katika mali maalum na katika utaratibu maalum. Somo la riba jamani ni pana sana na lina vipengele vigumu, lakini naomba nitaje baadhi ya mambo ambayo watu wanafikiria kwamba ni riba. Jambo la kwanza, faida ya biashara. Watu wengi wanadanganyana kwamba faida ya biashara haitakiwi kuzidi mtaji, na kwamba faida ikizidi mtaji hiyo ni riba. Kwamba wewe umenunua dera 10,000 ukiuza 25,000, hiyo ni riba. Kwa sababu gani? Kwa sababu faida imezidi mtaji. Wewe umenunua 10,000 unapata faida 15,000. Hiyo ni riba. Hii sio sahihi. Hii sio riba. Biashara katika Uislamu ni makubaliano baina ya muuzaji na mnunuaji. Mtakavyokubaliana, sheria haiingilii. Ili mradi hivi vitu hivi tulivyovitaja visiingie. Kusiwe na udanganyifu, kusiwe na mazingira ya kumdanganya mwenzako. Na udanganyifu ndio ambao unaharibu biashara sana, na ndio mwingi. Unaweza ukauza bidhaa yako, mwenzako hapa akauza akapata thawabu, wewe hapa ukauza kama alivyouza yeye, wewe ukapata dhambi.
maji haya mtu kayanunua shilingi 500, yeye anauza 2000. Bana maji bei gani? Maji 2000. Bana maji wao kimaji hicho shilingi 2000 ambayo ndio bei yangu. Wewe kama unaweza kununua nunua, kama ununui basi nenda kwingine. Huyu bana akaamua kanunua. Huyu bana kauza, kapata faida na kapata thawabu kwa sababu yuko kwenye biashara. Wewe unauza maji kama hayo. Unauzaje? Mimi nauza 1500. Lakini umenunua 500. Bana maji haya 1500. Wallahi haya maji haya bana sasa hivi hayapatikani. Haya mimi nimenunua 900 haya. Unazungumza uongo ili kumshawishi anunue. Huyu akinunua, wewe utapata madhambi na biashara hiyo riziki uliyopata hapo ni riziki ya haramu. Huyu kauza bei zaidi ulivyouza wewe na amenunua bei kama ulionunua wewe, lakini huyu kapata thawabu na kapata riziki ya halali, wewe umepata dhambi na umepata riziki ya haramu. Kwa sababu gani? Wewe umetumia uongo, umemdanganya aliyenunua ili kumshawishi anunue. Hapa hakuna riba, hapa kuna biashara. Sasa ukiingiza uongo utapata dhambi ya uongo, ukiingiza udanganyifu utapata dhambi ya udanganyifu. Na katika vitu ambavyo vimepigwa makelele sana katika sheria ni mtu kuuza bidhaa yake kwa kutumia viapo vya uongo. Na hivyo viapo kwenye biashara sasa hivi ndio vimejaa. Katika vitu ambavyo watu wamevizungumza sana, kuna biashara ambayo watu wanafanya, wakulima na wafanya biashara. Mkulima umefika wakati wa kilimo, anahitaji pesa ili aweze kuandaa shamba, kununua mbegu, kununua mbolea ili alime. Yeye pesa zake hana, ameshazimaliza, auza mazao yake, pesa ameshakula, amemaliza. Anaenda kwa mfanyabiashara, anamwambia bwana, nimekuja naomba unipe 500,000, wakati wa mavuno nitakupa magunia 5 ya mahindi. Mfanyabiashara akafikiria, akaangalia bei zilivyo zinavyokuwa na zinavyobadilika, akaona hapa maslahi hapo. Akamwambia sawa, ili mradi magunia yenyewe yanajulikana, magunia aina gani, ya ujazo gani, hizo sifa lazima zipatikane. Wakakubaliana, yule bwana akampa 500,000. Akaenda bwana yule akaenda akalima, akapanda mahindi, akapata, alivyopata akaleta magunia 5 kwa huyu mfanyabiashara. Lakini wakati analeta gunia 5 kwa huyu mfanyabiashara, gunia wakati huo linauzwa 200,000. Lakini huyu mfanyabiashara kalinunua ile gunia kwa 100,000 kwa mujibu wa makubaliano yao ya kule nyuma. Kuna watu wanasema hii ni haramu, hii ni riba. Si tunaelewana? Hii pia sio haramu. Hii ni biashara. Katika aina za biashara kuna biashara inaitwa bai'u salam. Bai'u salam ni kuuza bidhaa ambayo itakuja baadaye, haipo pale lakini inajulikana kwa sifa zake. Kwa bwana mimi nitakuuzia kitanda sijui cha futi 5 kwa 5, sijui kina hivi na hivi, unaeleza sifa mpaka mnunuaji anafahamu hicho kitanda ni cha aina gani. Analipa pesa kwa mujibu wa sifa ulizompa. Sasa hawa kwa nini wanasema ni haramu? Wanasema huyu mkulima kadhulumiwa. Amedhulumiwaje? Amedhulumiwa kwa sababu mahindi sasa hivi yanauzwa 200,000 gunia, huyu ameuza kwa 100,000. Kama vile mfanyabiashara katumia dhiki ya huyu mkulima akaweza kununua mahindi kwa bei ya chini. Lakini fikiria, mahindi kwa wakati huu yangekuwa yanauzwa gunia 50,000, kwamba tumefika kwenye mavuno, mkulima huyu kwa mujibu wa makubaliano yao ya nyuma amemuuzia mfanyabiashara gunia 1 kwa 100,000, lakini mavuno yameingia, mahindi ni mengi, yanauzwa 50,000. Hapa napo mfanyabiashara atakuwa amedhulumiwa. Sasa hapa hakuna dhulma jamani, wala hakuna riba, wala hakuna nini. Cha msingi kusiingie udanganyifu katika huu mkataba.
kwamba mmoja katika hawa mkulima au mfanyabiashara akatengeneza maneno ya udanganyifu mpaka akamdanganya mwenzake. Kuna katika sura ambazo wanawachuoni wanazungumzia au katika matokeo ambayo yanalazimishwa na sheria. Kwa mfano, huu udanganyifu, umemkuta mtu anauza bidhaa au ananunua bidhaa sehemu, ukamwambia kwamba bana, mimi nakuuzia bidhaa hii. Kwa mfano, muuzia simu mathalan, hii simu ukifika Kariakoo 700,000, lakini mimi nimenunua hata sijaitumia, mimi nakuuzia tu 400,000. Yule bwana akainunua kwa kuona kwamba 700,000 na 400,000 mbona mbali sana, alafu yeye ametumia labda siku moja tu, na hiyo mpya nitakayonunua itakuwa ni hivyo hivyo tu. Anafika Kariakoo anakuta simu hiyo hiyo alionunua kwako bei hiyo hiyo ya 400,000, alafu mpya kabisa haijatumika. Sheria Uislamu inamruhusu bwana kuvunja hiyo biashara, kukurudishia hela zako na kukurudishia simu yako. Si tunaelewana jamani? Swala la udanganyifu katika biashara linaangaliwa sana. Sasa kwa haraka haraka, riba inapatikanaje au riba ni nini? Umeona hiki kipengele nisikiache moja kwa moja, japokuwa siwezi kukielezea kwa upana wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja vitu. Hivi vitu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi vitu tukinunua, tukiuziana vitu hivi wenyewe kwa wenyewe, vinatakiwa sawa kwa sawa, visizidiane. Ambavyo hivi wanawachuoni wa Kiislamu ndio wanaziita mali za riba. Alitaja dhahabu, fedha, tende, zabibu, chumvi, shairi. Nafikiri viko 6 na. Wanawachuoni wa Kiislamu hivi vitu wakavigawanya makundi. Wakachukua dhahabu na fedha wakaleka kundi moja, wakachukua shairi na tende na zabibu wakaziweka kundi moja, alafu wakachukua chumvi wakaweka kundi jingine. Japokuwa chumvi nayo pia wakati mwingine inaunganishwa na kundi hili. Wakapata vitu viwili kwa vitatu. Wakapata vitu vya thamani ambavyo ni dhahabu na fedha, wakapata vyakula ambavyo ndio vinawakilishwa na tende, zabibu na hivyo vingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tukiuziana au tukibadilishana vitu vya kutilia vitu vingine thamani, tukibadilishana dhahabu kwa dhahabu, haitakiwi dhahabu kwa dhahabu kuzidiana. Kwamba mimi nakupa gramu 5 za dhahabu ya Chunya sijui, wewe unanipa gramu 10 za dhahabu ya wapi sijui, ya Mafinga. Hapana. Dhahabu ni dhahabu, gramu 10 kwa 10, 5 kwa 5. Ikitokea kuna dhahabu inaonekana ni chafu, haiwezi kuwa sawa sawa na ile nyingine, maelekezo ya Mtume asema uza hii chafu, alafu nenda kanunue, ukipata pesa nenda kanunue hiyo safi kwa biashara ya kawaida. Sio mabadilishano ya dhahabu kwa dhahabu alafu ikawa imezidiana. Maharage kwa mchele, ukibadilishana maharage kwa mchele vinaruhusiwa kuzidiana. Wewe unatoa gunia moja ya maharage, unapewa gunia 2 za mchele, haina shida. Lakini mkono kwa mkono. Sio unatoa magunia maharage sasa hivi unakuja kupewa magunia ya mchele kesho, hapana. Hivi ndivyo riba inavyopatikana, na riba si kila ziada. Na insha Allah, labda Allah atakapo akituwezesha, insha Allah tutakuja kueleza darasa ya riba peke yake, tueleze vipengele vyote vinavyohusiana na riba ili riba ifahamike, kwa sababu riba inagawanywa. Wanasema kuna riba al-fadhili na riba nasia, kuna riba ya ziada na riba ya kuchelewesha. Vyote tumevieleza hapa, lakini kwa ufupi. Inshallah tupate muda, Allah atujalie, tupe uhai na afya, tuje tuvizungumze siku nyingine ambayo inshallah Allah atatupa muda huo na afya hiyo inshallah. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.